Bismillahirrahmanirrahim. Kwenye darasa zetu za usomaji wa herufi, tumeanza juzu ya kwanza. Kwenye herufi tumeanza alif, tukaenda juzu ya pili. Sasa hivi juzu ya tatu tunaingia kwenye usomaji wa aya za Qur'ani. Huyu malengo ya watunzi ni kuwa mtu ajizoeshe kutamka. Yaani ulimi wake umepesi kutamka maandishi ya Kiarabu, umepesi kutamka maneno ya Kiarabu, sentensi za Kiarabu. Ndio maana anatuletea hizi aya kusoma. Kwa hiyo ni ukurasa 63 ndio tutaanza kusoma hapa inshallah. Kwa hiyo kwanza kabisa mambo ya msingi ambayo mtu inabidi aweke kichwani, wale ambao wanapata ugumu kwenye kusoma wasikate tamaa, waendelee kumtegemea Allah, wazidishe dua pia. Mambo yanakuwa mepesi baada ya muda. Lakini kama utakata tamaa kwa hausomi, hayatakuwa mepesi. Tabakia sentensi hapa huwezi kusoma, tabakia hivi utaweza kusoma, unakuwa hauweki juhudi. Kwa hiyo cha kwanza mtegemea Allah, kisha weka juhudi. Utapata ugumu kiasi fulani, lakini baadaye inshallah mambo yatakuwa mepesi. Kwa jambo la muhimu sana hilo. Sio wavivu, watu wapitie. Pia kurasa hizi ambazo zinafuatia hapa 63, 64, 65, 66 pia ni kurasa ambazo inahitajika wewe usome mara nyingi. Yaani mfano huu kurasa 63 ikiwezekana usome huu kurasa mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 kabla ya kwenda kwenye kurasa 64. Ukifanya hivyo kwanza unakuwa unajizoesha wewe mwenyewe kusoma Kiarabu, lakini pia kuna pattern, kuna maumbo ya hizi herufi ambayo huwa yanajirudia. Kwa utakapoweza kusoma huu kurasa vizuri, inakuwa umeweza kusoma sehemu ya kurasa nyingine za baadaye. Sasa kuna maneno yanajirudia, walau kunna sadiqina. Haya maneno sehemu nyingine ukutana na maneno kama haya, aidha kama ni walau au kunna au sadiqina. Kwa hiyo jitahidi maneno haya kwenye huu kurasa uyaweze yote, kiasi cha wewe kuweza kumfundisha mwingine. Kwa hiyo usikubali unaweza kurasa 63 alafu ukawa huwezi kumfundisha mwingine hata kama ni mdogo wako. Yaani jitahidi ujifunze huu kurasa uweze wewe sasa kumfundisha mwingine. Sababu kanuni hizi tunazifahamu tayari. Tumejifunza tangu juzu ya kwanza. Kuna baadhi kuna baadhi ya kanuni ambazo mashaikh hapa wamezileta ambazo bado hawajazifundisha, lakini tutakuwa tunazigusia kidogo hivi inshallah. Kwa hiyo jitahidi sana kwenye hilo. Kurasa moja ni bora kwa kusoma mara 5, kwa kusoma mara 4, kwa kusoma mara 6 kuliko kwa kusoma kurasa 5 mara moja. Kila kurasa mara moja. Kurudia ni muhimu mno. Kurudia kurasa hizi muhimu sana. Kwa kurasa 63 huu tutasoma leo, lakini tutajitahidi wale ambao wanatuma sauti kwa admin Muhammad fanye hivyo. Ndio kisha soma mara ya kwanza amerekebishwa, rudia tena mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Hii itakusaidia sana katika kukupa ule msingi wa kusoma hizi aya za Qur'an. Kwa tukianza na huu kurasa 63, ameanza hapo Sheikh upande wa kulia ameandika dhikru rahmati, dhikru rahmati. Hiyo kafa hapa na sukun. Tunasema kwa sukun maana yake ni ukimya. Kwa herufi ya sukun na unaigusa tu dhikru rahmati, ya haina sukun rahmati, dhikru rahmati. Kushoto walau kunna sadiqina, walau kunna sadiqina. Kunna hiyo nuni hapa na shadda, nuni kuna shadda una gani. Kunna pia na alif ya kuvuta, kunna unavuta, kunna sadiqina, walau kunna sadiqina. Kwa hiyo kwanza ilikuwa dhikru rahmati, pili ni walau kunna sadiqina. Kisha ha huna qa'iduna. Kwa kanuni zile za kuvuta, tunavuta kwenye ha kwa sababu hiyo alama ya kuvuta. Kwenye nun pia kuna alif, ha huna qa'iduna, qaf pia na hiyo alama ya kuvuta. Kisha kushoto kana iqabi. Kisha kulia chini qala la takhafa, kushoto fama yakunu laka. Kisha qalu ya abana, kanuni zile za kuvuta. Tazama hapo qalu ya na alama ya kuvuta, ya abana baina alif na ina alif, abana. Inda mata'ina fa akalahu, inda hapa nuni na sukuni, inda nigusa, inda mata'ina fa akalahu, inda mata'ina fa akalahu.
fiha fawakihu, fiha fawakihu, fiha fawakihu. Kwa hiyo wao unaivuta wa fawa kwa sababu alama ya kuvuta. Haruna wa Musa, Haruna wa Musa. Kisha watarakna Yusufa, watarakna Yusufa, watarak kaf na sukun, watarakna Yusufa. Kisha yuridu khiyanataka, yuridu khiyanataka, yuridu khiyanataka. Kisha wanaa bijanibihi, wanaa bijanibihi. Unavuta kwenye wanaa, hiyo hamza unavuta kwa sababu imefuatiwa na alif. Wanaa bijanibihi. Kisha yusari'una, yusari'una fil khairati, yusari'una fil khairati. Hapo kwenye fil khairati hii ni kanuni ambayo kidogo inshallah tutakuja kuisoma, lakini kwa ufupi ni kuwa fil khairati, fi na ya kuvuta, isipokuwa hiyo ya kuvuta ina sukuni na mbele kuna lamu ya sukuni. Kwa sukuni mbili zimekutana, kinachofanyika hapo hiyo fi hauivuti, tamka tu fa kasra kisha inaenda kwenye lam ya sukuni. Fil khairati, yusari'una fil khairati. Neno al khairat limeanzia na alif ya kuunganisha, ile hamzatul wasli tuje kusoma mbele pia inshallah, lakini ni alif ambayo unairuka, hautamki ikiwa unaunganisha kutoka nyuma. Kama tunasema fil khairati, hatutamki hiyo alif. Ma kada yazighu, ma kada yazighu. Kisha wama kanu sabiqina, wama kanu sabiqina, wama kanu sabiqina. Kisha ahadana makanahu, ahadana makanahu. Kushoto hapo waliya fiha maaribu, waliya fiha maaribu. Kisha chini hapo wahina tad'una, wahina tad'una. Kisha turawidu fataha, turawidu fataha. Kisha kanu fiha fakihina, kanu fiha fakihina. Kisha waqad hadana subulana, waqad hadana subulana. Dali hapo na sukuni, waqad dali na sukuni, waqad hadana subulana. Mstari mwisho taba wa amana wa amila, taba wa amana wa amila. Na kushoto hapo ni jahadu fina, jahadu fina. Mpaka hapo kurasa 63 na kuwa umeisha. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.